viongozi wa dini tunapata shida mipango inayofanywa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo chini ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Yeye ameanzisha kitu ambacho kila Mtanzania mwenye akili timamu na anayetakia amani nchi hii hawezi kuungana naye kwa lengo la kumuunga mkono ili kusapoti yale anayoyafanya au anayeyasema au anayeyashauri. Kwa nini? Kwa sababu zifuatazo. Kuna maelezo kwamba no reform, no election. Kauli hii ni ndogo mdomoni, lakini ina madhara makubwa. Madhara yake ya kwanza, inavunja katiba ya Jamhuri. Katiba ya Jamhuri inatutaka mwaka 2025 tufanye uchaguzi. Unaposema hutaki uchaguzi ufanywe na unakwenda kuhamasisha watu wakatae, wafanye vurugu, wafanye fujo ili uchaguzi usifanywe, maana yake kwanza wewe sio mzalendo wa nchi yako, kwa sababu unapingana na katiba ambayo imekuwa kwa miaka mingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 95 ndiyo ikatengeneza vyama vingi, iliyoruhusu vyama vingi. Katiba iliyoendesha uchaguzi 2000, katiba iliyoendesha uchaguzi 2005 na 10 na 15 mpaka na 20, ndiyo katiba hii iliyoendesha uchaguzi. Ndiyo katiba hii iliyotumika kuendesha uchaguzi. Bahati nzuri sana, baada ya uchaguzi wa mwaka 2020 na hali ya kisiasa tulikotoka, hakuna Mtanzania asiyejua wala asiyefahamu kwamba baada ya mwaka 2020 hali ya kisiasa Tanzania ilikuwa mbaya. Viongozi wengi wa upinzani waliondoka nchini kwa madai wanahofia usalama wao, wakaamua kwenda kuishi nje ya nchi yetu ili kutafuta salama ya maisha yao. Na walifanya hivyo wakionyesha kwamba viongozi wa chama kilichopo madarakani hakiwatendei haki. Baada ya yale yaliyotokea, kwa kudura ya Mwenyezi Mungu, mama yetu Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alipochukua madaraka, aliamua kukaa chini na kubadili mtazamo wa kisiasa katika nchi yetu. Alipata fursa ya kukutana na wapinzani. Ndiyo kiongozi wa kwanza wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi kualikwa kwenye mkutano wa chama cha upinzani na kuwa mgeni rasmi, na akaenda akazungumza, akawaasa wana wa Tanzania na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kutaka kuijenga Tanzania yetu moja, kutaka kujenga umoja na mshikamano. Tushindane kwa sera na hoja, tusishindane kwa vurugu na fujo ili tukaivunja nchi yetu. Alhamdulillah, mama huyu alifanikiwa, alitengeneza 4R zilizopelekea wale viongozi wote wa upinzani walioikimbia nchi walirudi nchini, wakakubali kutengeneza vyama vyao ili kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi. Sisi tunaamini upinzani ni kutengeneza hoja na sera madhubuti zinazoweza kuwashawishi wananchi kukichagua chama husika. Upinzani si vurugu, upinzani si fujo, wala upinzani si uasi, kwa sababu Tanzania hii ambayo leo wewe unataka uwe kiongozi kwa gharama yoyote, hata ikibidi kumwaga damu, ni Tanzania ambayo wanatakiwa wairithi vizazi vijavyo, kama ambavyo sisi leo tumeirithi kutoka kwa nchi, kutoka kwa viongozi au wazee wetu waliotangulia. Mwalimu Nyerere wakati wake walikuwa watu wanampinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Mwinyi wakati wake wapo watu walimpinga, lakini walimpinga kwa hoja na sera. Kikwete, Mkapa na kadhalika walikuwa katika nchi hii wakiongoza na watu walimpinga kwa hoja na sera. Lakini hatujawahi kuona kiongozi wa upinzani anatengeneza mazingira ya vurugu, anatengeneza mazingira ya uasi, anatengeneza mazingira ya kuharibu amani ya nchi, eti tu kwa sababu anataka kuwa kiongozi wa nchi. Na pale anapoona hana sera za kuandaa chama chake na kuchukua dola, muda mfupi amechukua madaraka ndani ya miezi 8, anaona hawezi kuchukua dola kwa njia ya ushawishi,
anataka kutengeneza mazingira ya kuwashawishi watu na kuivuruga nchi hii amani yake. Hili sisi kama viongozi wa dini katu abadani hatuwezi kukubaliana nalo, na tunawaasa wa Tanzania wasikubaliane nalo jambo hili kwa gharama yoyote. Na mimi nitatoa hoja na evidensi za kutosha kwamba malengo ya Chadema kwa wakati huu sio kuchukua dola, ni kuvuruga nchi. Nitatoa evidensi, na nazo evidensi za kutosha. Nitatoa chache na naweza kutoa nyingi zaidi kwa hali inayoonekana na malengo ya wanasiasa waliopo sasa. Mfano, ndugu zangu, katika hali ya kawaida boksi ya la kura ndio linalotoa maamuzi ya nani awe kiongozi. Unaposema leo hutaki kufanya uchaguzi kwa sababu unazozieleza, kuna vitu vingi vya maswali ya kujiuliza. La kwanza, Chadema tangu imeingia madarakani hivi sasa tumepita katika chaguzi 6. Iliwezaje kukubali kuingia katika chaguzi 6 na wao wakigombea katika maeneo mbalimbali? Wengine katika hawa wanaopinga leo wameshawahi kushika nafasi ya madaraka ya kuwa mbunge. Kwa katiba hii, kama uliweza kuwa katika nafasi hizo na kuchukua uongozi katika katiba hii na watu walikuchagua na ukawa kiongozi, ukakaa bungoni, ukala posho za Watanzania, ukalipwa mshahara wa Tanzania, nini kimebadilika leo? Unachosema haiwezekani uchaguzi ufanywe, tutahamasisha uasi, tutapinga uchaguzi, tutahamasisha watu uchaguzi usifanyike. Una agenda gani ya siri iliyopo nyuma yako leo inayofanya uchaguzi huu uzuie usifanyike kwa gharama yoyote, hata ikibidi kwa kufanya vurugu? Liko swali wa Tanzania tunatakiwa tujiulize. Liko swali wa serikali inatakiwa ijiulize. Liko swali viongozi wa dini wanatakiwa wajiulize, na wakae chini watafakari kwa kina, kisha wayafanyie kazi mambo haya na kuyatolea maelezo ya kina, na kuwaasa wa Tanzania wasikubali kuivuruga amani ya nchi yetu. Ndugu zangu, nchi hii leo ikifikia mahala ikaingia na vurugu, inawezekana Watanzania vurugu hawajui maana yake nini. Inawezekana Watanzania wengi hawajui madhara ya kuvunjika amani ni yepi, kwa sababu tumeishi katika nchi yenye amani kwa muda mrefu bila ya kuwa na vurugu. Mimi nimetembea karibu nchi nyingi za Afrika zenye vurugu, na nimeona hali ya usalama inapokuwa mbaya, matokeo ya wananchi wake. Nataka nitoe mfano mdogo Kongo. Mimi na marafiki zangu wanaishi Goma, na marafiki zangu wanaishi maeneo mbalimbali ambayo M23 wamechukua dola pale. Wamechukua nguvu na wakaamua kusimama katika maeneo yale. Nataka nikuambie leo, kama unakwenda Goma, kila siku asubuhi kwa uchache unaokota maiti 7-8 barabarani zimekufa. Leo ukienda maeneo kama ya Goma na maeneo ya Bukavu, usiku kuanzia saa 5 watu wanaweka mpaka vinu, michi na kila kitu kwenye milango kuzuia watu kuvunja. Manake ikifika usiku watu hawalali mpaka saa 11, wanaogopa kulala kwa sababu watu wanaingia, wanavunja milango, wanaiba vitu, vurugu, kwa sababu hakuna msimamo, hakuna amani. Jambo hili linapokuja kwetu sisi, watakaoathirika ni wazee, watakaoathirika ni watoto wadogo, watakaoathirika ni wanawake. Hawa ambao leo wanahamasisha vurugu, familia zao zinaishi Belgium, wana nyumba Belgium, wanakaa Belgium, wana watoto wao wanasomea Belgium. Hawa wanaoamrisha vurugu leo, familia zao zinaishi Canada, wanakaa Canada, wana nyumba Canada. Wewe Mdengereko wa Rufiji, wewe Muha wa Kigoma, wewe Mchaga wa kule maeneo ya Same, wewe Makonde wa kule Mtwara, ambaye huna hata pasipoti ya kuvukia katika nchi hii, hujui hata utakwenda kuishi wapi, ukivuruga mahala pa kuishi pako, na utakwenda kuanza maisha wapi? Tuna amani, kula yetu ya manati, mbio zetu ndio zinatupa riziki. Kuna sababu gani ya kuivuruga nchi hii? Kuna sababu gani ya kuvuruga amani ya nchi hii? Bila ya shaka Watanzania tunatakiwa tuwe makini na nchi yetu, na tusikubali kuibomoa nchi yetu.
Nataka nitoe mfano mmoja. Leo nilikuwa naangalia kwenye vyombo vya habari, naona kwamba kuna mwanasheria amechukuliwa kutoka nje ya nchi yetu, anakwenda kufanya kazi ya kutetea maslahi na haki za viongozi waliopo ndani. Nataka nikuambieni, Afrika Mashariki kama kuna nchi watu wake hawana adabu, namba moja ni Kenya. Narudia tena kipande hiki, sitafuni maneno. Yaani kama kuna nchi wananchi wake katika hizi East African wananchi wake hawana adabu, basi Kenya wanaongoza. Mimi Kenya nakwenda sana, nakaa sana, naishi sana. Mwananchi wa Kenya anaweza akamtukana kiongozi wa serikali kwa nafasi ya rais, matusi ya nguoni, kana kwamba huyo kiongozi hana baba, hana watoto, hana familia. Yaani miongoni mwa nchi ambazo zimekiuka maadili. Sasa unajiuliza maswali. Tanzania hii na wanasheria milioni kidogo. Tunakwenda kutafuta mwanasheria nje ya nchi. Nchi ambayo hata maadili yake yamebomoka. Nyinyi mashahidi, vijana walivyofanya fujo, wamevunja nchi yao, wameharibu nchi yao. Kwenye vyombo vya habari unaweza kuwa uliona madogo zaidi kuliko sisi tunaokwenda katika nchi ya Kenya, tunayoona hali ya siasa ilivyo nchini Kenya. Yaani unakwenda kujifunza vitu, unajifunza vitu kwamba kuna watu wanaishi kwa maslahi. Mfano, wakati wa Raila Odinga kule Kenya watu walikuwa wanafanya vurugu sana. Juzi wamekubaliana nusu mkate na Rais Ruto, nchi imetulia. Sasa hawa walikuwa wanataka mabadiliko, wanataka kugawana mkate. Kiongozi wa siasa mwenye mfano huu, ambaye yeye anaangalia tu maslahi yake bila kuangalia maslahi ya watu wake, huyu ni kiongozi mwenye faida kiasi gani? Umeshawapeleka watu katika vurugu, wamepigana, wamepigwa risasi, wamevunjwa miguu, wameathirika, wengine wamekufa. Alafu damu ya wale waliokufa, wewe unakwenda kukubali kufanya suluhu na makubaliano na serikali, mnaanza kugawana mkate, unalipwa mshahara, na unatangazwa kabisa huyu kiongozi safi, huyu kiongozi sawa, huyu kiongozi tunafanya naye kazi. Utajifunza kwamba siasa za wenzetu ni siasa za maslahi. Kiongozi anawatumia wananchi kama mtaji ili kupata maslahi yake, na wale wasiokuwa na akili timamu wanasema tunakiwake na kiharibike na kinuke. Unapokinukisha hapa unakwenda kuishi wapi? Unapoibomoa nchi hii unakwenda kuishi nchi ya nani? Urithi aliyotukadiria Mungu kwa kuzaliwa ni Tanzania. Ndipo mahala Mwenyezi Mungu ametusaidia tuishi. Iwe itakavyokuwa, kiongozi yoyote atakayekaa madarakani havuki miaka 5. Akimaliza miaka 5 kuna uchaguzi mwingine. Tunapoona haturidhishwi naye tutamchagua mwingine, tukamwacha yule. Kuna sababu gani za kuendelea kufanya vurugu? Ikiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, ameamua, ameridhia kuwapa uhuru watu wa upinzani. Walikuwa wanasema si hatupati uhuru, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatuzuia, tukitaka kufanya mikutano polisi wanatupiga. Mama akawapa mpaka doria upinzani. Wanataka kufanya mkutano polisi hawapo, wanakulindeni. Mnataka kuandamana polisi hapo, wanakulindeni. Imefika mahala wamejaribu kwenye kuandamana, polisi wakawalinda, sera ikawagonga, wakashindwa. Wameona sasa tunakwenda kwenye uchaguzi, wananchi hawatoridhika kufuata sera za vurugu ambazo hazijatulia. Mwisho wa siku wanaamua kuanzisha vurugu. Mimi nataka niwaase tu watu wa vyama vya upinzani, kwa nia njema kabisa, kwa maneno mepesi. Wanachofanikiwa CCM katika nchi hii, yale yote ambayo wapinzani wanayaona kama hoja ya msingi ya kuwashawishi wa Tanzania waitoe madarakani CCM wanafanya kuwa mtaji, wanaifanyia kazi. Ukisema hakuna barabara, CCM wanajenga. Ukisema hakuna shule, CCM wanajenga. Ukisema hakuna hospitali, CCM wanajenga. Ukisema shule ina gharama, CCM wanatoa elimu bure. Kila unachosema wao wanakifanyia kazi. Na kawaida ya mwananchi na mwanadamu yoyote anapotendewa wema hukumbuka fadhila na wema. Kwa hiyo kuitoa CCM nchi hii kwa njia ya hoja, kwa njia ya nguvu ya hoja, itakuwa jambo gumu sana, kwa sababu kile unachokipigia kelele wao ndio wanachokiwini, na wao ndio wanachokwenda kukifanyia kazi ili kuhakikisha kwamba ile kero unayotaja wewe leo wao wanaifanyia kazi. Hiki ndicho kinachowafanya CCM wabaki madarakani. Kwa sababu kama ni kuhonga nchi, utawaonga watu wangapi?
Nani anaweza kutoa pesa kwa kila mwananchi ampigie kura? Ni jambo haliwezekani. Lakini kutatua matatizo ya watu, kugusa shida za watu, kusimama na haja za watu, ndiko kunakofanya CCM iendelee kutawala. Ndiko kunakofanya Chama cha Mapinduzi kiendelee kuwa chama kinachoweza kushika dola. Sasa niseme tu na niwaombe Watanzania wenzangu, kwanza tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kuibomoa nchi yetu. Tupuuze mipango yote ya wanasiasa wenye lengo la kubomoa nchi yetu. Ikiwa mwanasiasa katika uchaguzi huu, kabla ya uchaguzi, sera yake ilikuwa na lengo ya kutubomoa na kutugawa, huyo asipate kura hata ikibidi ya mamake mzazi. Yani huyo asipate kura, kwa sababu atakuwa hana lengo la kuisaidia Tanzania na Watanzania, bali atakuwa na lengo la kufaidika na maslahi yake binafsi. Na sisi kama Watanzania tunatamani kuona maslahi ya nchi, hatutamani kuona maslahi ya mtu. Lakini jingine ambalo ni muhimu ningependa niliseme, kumekuwa na shida kidogo na baadhi ya viongozi wa dini katika kipindi hiki tunachoelekea uchaguzi mkuu. Kumekuwa na shida ya baadhi ya viongozi wa dini tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu. Mwanadini katika nchi hii, jukumu na wajibu wake ni kutengeneza makundi mawili kuwa kitu kimoja. Sio kulikandamiza moja au kulikolomea moja au kulipa amri kundi moja au kulifanya kundi moja liwe nyonge na kundi moja liwe na nguvu. Nataka niseme tu, Tanzania yetu hii tulio nayo, tuna uongozi na tuna watu wa usalama ambao kila kukicha wanapitia kupitia vyombo vyao na kupata taarifa sahihi zinazoweza kuifanya nchi yetu ibaki kuwa salama. Viongozi wa dola kupitia vyombo vya usalama, wanaponiona mimi Sule sio mtu salama, ni lazima wanikamate, wanipeleke mahakamani. Wakinipeleka mahakamani, mahakama itakuwa na kazi ya kusikiliza hoja za wale walionikamata na hoja zangu mimi niliyekamatwa, ushahidi wa wale walionikamata na kunituhumu na ushahidi wa mimi ambaye natuhumiwa. Kisha hawa wana sheria au hii timu ya kutoa sheria na kugawa haki kwa maana ya mahakama, wao ndo watajua na haki ya kutiwa hatiani au kuachiwa huru. Kiongozi wa dini si mwana usalama, hajui principles za usalama, hana masikio ya kujua nani kasema nini, yuko wapi, hawezi kuwa na historia ya kiintelijensia ya ndani. Unapotoa tamko katika maamuzi ya utendaji wa viongozi wa serikali ambao wao miongoni mwao wanakuja kufanya ibada kwako ima msikitini au wanakuja kufanya ibada kwako ima kanisani, unampa amri muachie mara moja. Unataka ufike mahali uwafanye viongozi wa serikali wafanyeje kazi, wapate shinikizo, kwa sababu kiongozi wa dini ana nguvu kubwa kuliko kiongozi wa serikali. Mimi leo nikiwa msikitini pale nasalisha, rais akija mimi ndo bosi wake, mimi ndo nitasimamia sala, lazima nitii mimi na anisikilize. Sasa kumetokea matatizo, akaogopa tu mimi nitamwambia acha, alafu akaacha watu waharibu eti kwa sababu mimi kiongozi wake nimesema acha. Madhara katika nchi itakuwaje? Ni waombe viongozi wa dini wasikubali kucheza nyimbo ya mchezo mchafu ya viongozi wa siasa wanaoimba kwa maslahi yao. Viongozi wa dini kuingia katika jambo hili ni sawa na kutengeneza kucheza wimbo usiojua tune yake wala ulivyotungwa. Nyinyi wengi waandishi wenu wa habari hapa mmezaliwa chini ya 2000. Mimi nataka niwakumbushe jambo. Mfano wa matukio haya yaliyotokea katika Pasaka hii yaliwahi kufanywa na makundi ya Islamu nyuma ya mwaka 95. Na ndio yalipelekea mauaji ya Mwembe Chai. Ndio yalipelekea vurugu za Mwembe Chai. Kwa sababu ilionekana kundi moja linaona limebanwa, limeminywa, linatoa matamko makali kwa serikali, mwisho wa siku ikatokea vurugu, yakatokea mauaji. Sisi hatutamani kuona nchi hii inakuwa kisiwa kisichokuwa cha amani.
Sisi tunatamani nchi hii kuwa moja kati ya nchi za amani. Sasa hatutamani kuona viongozi wa dini wanatoa mashinikizo na nyaraka ama hotuba zinazokwenda kuonyesha wako upande fulani, badala ya kuiachia mahakama itende haki. Mwenye haki ya kujua huyo aliyeshtakiwa kashtakiwa kihalali au hakushtakiwa kihalali ni mahakama. Nyinyi mnafahamu Uamsho wamekaa ndani miaka mingapi wa Tanzania wenzangu? Na kila mahali pana neno lake. Huwezi kutoa mawaidha ya msiba harusini, wala huwezi kutoa mawaidha ya harusini msibani. Mtu mwenye akili anajua wapi aseme nini na kwa sababu gani. Kiongozi wa dini ana nguvu kubwa. Kiongozi wa dini ana nafasi ya juu, ana doria ya moyo. Kiongozi wa dini anaweza kumwandaa mtu akajilipua. Kiongozi wa dini anaweza kumwandaa mtu akaua. Maneno yako unatakiwa uyatathmini, ukiyaweka wapi ataleta sura gani. Kwa sababu kiongozi wa dini leo ukasema fulani na fulani nataka waachiwe, hali yakiwa wamekamatwa, maana yake unataka kuwaaminisha watu wamekamatwa kwa kudhulumiwa, jambo ambalo si sawa. Utakuwa umeuingilia muhimili wa mahakama, utakuwa umeuingilia muhimili wa dola ambao unafanya kazi yake. Viongozi wa dini tunachopaswa ni kushauri. Hatupaswi kushinikiza wala kuamrisha, kwa sababu dola inawekwa na wananchi, haiwekwi na kiongozi wa dini. Ndugu waandishi, nitumie fursa hii kutoa ushauri au nasaha kwa wanasiasa na serikali kwa ujumla. Tunajenga nchi moja, hatuna sababu ya kugombea fito. Tunatakiwa kuijenga Tanzania yetu kwa umoja na mshikamano. Siasa ina miezi michache tu. Itaanza mwezi wa 8, itaisha mwezi wa 11, siasa imeisha. Kuna miaka 5 ya maisha baada ya siasa. Ukiitengeneza siasa yenye chuki leo, yule ambaye umetengeneza naye chuki unamhitaji baada ya siasa kukamilika, ima kumuomba kazi au kukusaidia hata kuzika au harusi, mchango wa harusi yako. Sasa viongozi hawa wanaotaka dola wasitufikishe mahali sisi raia huku chini tukawa hatusemezani. Chadema akamuona CCM adui, TLP akamuona chama fulani adui. Tusifike huko. Tufike mahala tuwafanye Watanzania waamini uchaguzi ni utaratibu uliowekwa kisheria unaowawezesha Watanzania kufanya maamuzi ya nani awe kiongozi wao, na baada ya uchaguzi tunabaki kuwa Watanzania. Baada ya uchaguzi tunabaki kuwa watoto wa Tanzania. Baada ya uchaguzi tunabaki kuwa wamoja, ili kesho na kesho kutwa tuendelee kuijenga nchi yetu. Hatutamani baada ya uchaguzi tukimbizane. Mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Msumbiji, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Rwanda, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kongo, mtu anatafuta ndugu yake hajui yuko Kenya, mtu anatafuta ndugu yake hajui kafa au yuko mzima. Hatutamani kuona siasa za namna hiyo Tanzania. Tunatamani kuona siasa yenye ustaarabu. Tunatamani kuona viongozi wa kisiasa wanatuletea sera, tunazisikiliza, tunawapima, kisha tunafanya maamuzi. Maamuzi ndio yatatuamrisha sisi kuona nani anafaa kae wapi, kwa misingi gani na kwa namna gani. Kwa mimi niseme tu, bi mkubwa huyu, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amejitahidi sana kujenga misingi imara ya demokrasia. Amejitahidi sana kutengeneza umoja katika nchi yetu. Sasa wachache wasitufikishe mahala ikawa nchi hii tena si nchi ya amani. Na niombe serikali kwa dhamira ya dhati kabisa, kwa dhamira ya dhati kabisa, ifanye jambo hili kwa uwazi, kwa makini. Watu wenye tuhuma kesi zao zipelekwe, kama zimeshapelekwa mahakamani, zifanyiwe kazi kwa umakini, zisikilizwe kwa haraka, wanaoleta ushahidi walete, baadaye maamuzi yatoke. Ambaye anaonekana ametiwa hatiani, hukumu imfuate. Ambaye yuko huru aachiwe huru, achape siasa nje, tusikilize sera. Si tunatamani kuona nchi hii tunapata viongozi bora
na wala sio bora viongozi. Hiyo ndo nia yetu sisi. Na tunawaomba Watanzania wenzangu, kuanzia sasa tuwe watulivu, tuwe na umoja. Naamini busara, hekima alizonazo rais na wasaidizi wake wataendelea kulifanyia kazi jambo hili la kisiasa linaloendelea hivi sasa mpaka pale litakapokuwa limekaa sawa na kuhakikisha tunaingia katika uchaguzi kwa amani na salama. Anayeweza kuingia uchaguzi akijiamini sera zinamtosha aingie. Asiyeweza, anaona hawezi, atie mpira kwa pani, akae pembeni, au aache wenye uwezo wafanye. Ndio siasa zinavyokuwa. Ukiona unaweza, unaingia ulingoni. Huwezi, tia mpira kwa pani, kaa pembeni. Huna sababu ya kufanya vurugu. Jipange miaka 20, 10, 5, 6, unarudi tena ulingoni, unapambana. Hiyo ndiyo maana ya siasa. Siasa sio kuambia watu usikubali kushindwa. Niliwahi kusikia speech moja, mtu mmoja kiongozi wa chama cha upinzani anawaambia huwezi kufanya mabadiliko kwa kutumia maombi, dua na sala. Mapambano ndiyo yanaweza kuleta mabadiliko. Si kweli. Nchi ya kidemokrasia haiwezi kubadilisha mapambano. Hakuna nchi imebadilisha kwa kutumia mapambano. Haipo. Nchi zote duniani zimebadilisha nchi zao, zimebadilisha raia wao, zimebadilisha maisha yao kwa kutumia busara, hekima na miongozo iliyotengenezwa na wao wenyewe. Hiyo ndiyo njia ya kubadilisha.